maelekezo yanatofautiana. Yes. Kuna maelekezo yaliyokaa kimaandishi na kuna maelekezo yaliyo kimaneno kwa maana ya kutamkiwa. Ndio maana nauliza, maelekezo tunayopewa tunaelewa au tunalazimishwa? Ndio maana mingi kujibu mengine tunaelewa. Sasa nakupa mfano mrahisi. Ndio. Unaambiwa usipaki hapa au marufuku kukojoa hapa au umewekewa kibao cha kwamba msiba uko sehemu fulani. Umeelekezwa, si ndio? Ndio. Unaelewa au umelazimishwa? Na unachotakiwa kufanya ni nini? Kwa sababu wengi tunajikuta tunavunja sheria katika vitu ambavyo vinahitaji uelewa tu kutokana na maelekezo husika. Ndio. Na sio kulazimishwa. Sasa kuna wengine tunalazimisha kwamba tumelazimishwa, lakini ni maelekezo ambayo unakuwa umepewa. Maelekezo wakati yanatoka pita kushoto. Hayo ni maelekezo ya aina gani? Hiyo ni obvious. Umenielewa vizuri? Haujalazimishwa. Lakini wengi wetu sasa, kutokana na baadhi yetu, tunajiona kama vile hicho kitu tumelazimishwa, wakati ndio mfumo ambavyo unasema. Kwa kuna baadhi ya maelekezo ambayo yanatoka kutoka kwenye taasisi tofauti, tuachane na serikali kabisa, kutoka kwenye taasisi tofauti, unapewa maelekezo ya kwamba fomu hii inatakiwa kujazwa hivi na hivi na hivi. Umeelewa? Si unanielewa ninachokwambia? Nakuelewa. Au unaona kama umelazimishwa?